Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa redio Mwangaza FM, karibu tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 24 Januari. Kitu pekee kilichobaki kwangu kufanya ni kusali. Kitu pekee kilichobaki kwangu kufanya ni kusali. Wapendwa katika Kristo, leo Mtakatifu Gaspari anatuhimiza juu ya umuhimu wa kusali katika maisha yetu kama Wakristo wa Katoliki. Kwa maana katika maisha ya mwanadamu kila kitu hufikia utimilifu wake kwa njia ya sala. Kusali ni tendo la kimungu na la mwanadamu linalobubujika kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ni katika kusali ndipo tunainua mioyo yetu kwa Mungu, kutazama tu kuelekea mbinguni na kumtolea Mungu shukrani kwa mambo mengi anayotukirimia katika maisha yetu. Sala ya Mkristo ni uhusiano wa agano kati ya Mungu na mtu katika Kristo. Pia katika kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu ndipo tunapata uponyaji wa roho na miili yetu. Mtakatifu Gaspari alipokuwa na miaka 2 alipatwa na ugonjwa wa ndui uliomweka katika hatari ya kifo. Mama yake Gaspari alisali na kumwomba sana Mtakatifu Francisco Xaveri ili apone, na kwa maombezi yake akapona. Katika sheria ya Katekisimu namba 2611 inasema, sala ya imani si katika kusema tu Bwana Bwana, bali kwa kuweka moyo tayari kufanya mapenzi ya Baba. Katika kusali kwetu yatupasa kutimiza mapenzi ya Mungu Baba yetu aliye mbinguni. Hivyo basi yatupasa kuwa na uvumilivu katika kusali na kuomba kwetu, kwa sababu ahadi za Mungu ni za kweli, akiahidi anatenda kwa wakati wake. Pia yatupasa kumwomba Roho Mtakatifu atusaidie katika udhaifu wetu, kwa kuwa hatujui kusali na kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu. Yatupasa kumwomba Roho Mtakatifu atujalie hekima ya kimungu katika maisha yetu ya kila siku, itufanye tutende mambo yaliyo mema kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Kwani Roho Mtakatifu ni zawadi katika kanisa, wafundisha wana wa Mungu kusali. Basi sisi tulioitwa kwa jina la Mungu na wanawake, tujitahidi kuomba bila kukoma na kusali daima, ili kutimiza haja za mioyo yetu katika maisha yetu ya hapa duniani. Kwani sala na maisha ya Mkristo havitengani. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Christopher Makesa wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.